Tuko na Dominic Salamba kuzungumza kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, hususan ni taarifa ambazo zinamzungumzia Stephen Aziz Ki kurejea kwenye kikosi cha Yanga, lakini Alan Okello kuuzwa kwenda kwenye klabu ya FAR Rabat. Anazungumziaje hili kwa upande wake? Tutamsikia hapa maoni yake. Salamba. Kwa hiyo mimi niko vizuri kabisa. Namshukuru Mungu. Kabisa? Vizuri kabisa. Sawa. Tuanze tu moja kwa moja kuzungumzia hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. So far sio kigeni kwa upande wako, na imekuwa ni kwa ukaribu sasa hivi kadri siku zinavyokwenda, kwa sababu kesho dirisha la usajili linakwenda kufungwa. Na Yanga wametangaza rasmi kwamba kesho watakwenda kutambulisha mchezaji. Na wengi wanamzungumzia kama ni Stephen Aziz Ki. Unakubaliana na hizi taarifa ambazo zinazisikia kama mimi ambavyo nazisikia kwamba Aziz Ki kweli anarejea Young Africans? Yes, ni kweli. Aziz Ki anarudi. Na of course amesharudi. Kwa mpaka tunapozungumza yupo kwenye party ya squad ya Yanga na anaendelea na maandalizi. Na ni dili ambayo sometimes ilikuwa tunasubiria muda. Yaani toka tu ligi zilivyokuisha alikuwa yuko Tanzania na alikuwa na train na Yanga. Isipokuwa tu palikuwa pana mambo kadhaa ambayo klabu yake ilikuwa inayashikilia ambayo yakafanya dili iweze kuchelewa, na pengine ingeweza kumove mpaka kwenye dirisha lingine kama sio dirisha dogo. Lakini kwa sababu pia na Yanga walikuwa wana options zake zingine. Option ya kwanza ilikuwa ni Azizi, option ya pili ilikuwa ni Fei, option ya tatu ilikuwa ni yule na Fofana ambazo zilikuwa zimekaa. Baada ya kuwa na issue ya Fei imekuwa ni ngumu kwa sababu maelewano kati ya Yanga na Fei ilikuwa shakamilika, lakini management yake kwa maana ya klabu yake ambayo ana mkataba nayo mwaka mmoja haikuwa radhi kuweza kumwachia. Kwa hiyo akaona ni vyema basi ile nguvu ameshekwa Azizi, na baada ya kuwa mwalimu anahitaji namba 10 ambaye ana experience zaidi. Unajua unapomzungumzia Alan Okello of course namba 10, lakini bado sio mchezaji ambaye ameweza kuthibitisha katika mechi kubwa, na hiyo ni kutokana na age wise, bado anaendelea kukua, kuna vitu vya kuongeza. Na ukiangalia Yanga msimu huu ni kama wameamua kwenda kutafuta kitu kimataifa. Yaani ukiangalia kosa ambacho wanacho, ukiangalia gharama wameweza kutumia, maana yake kuna kitu anakitaka. So timu ambao wameisajili wakaishia makundi, pengine wataka wafike nusu au finali. Kwa hiyo kwa mahitaji ya mwalimu nafikiri ikatakiwa aongezeke mtu mwingine, na Azizi alikuwepo. Na Azizi akiwa katika ubora wake hakuna timu yoyote Afrika inaweza ikashangaa. Waelewe Afrika. Yaani Afrika. Kwa sababu kama unakumbuka Azizi unamzungumzia huyu alikuwa anatakiwa na Mamelodi ya Moto, sio hii sasa hivi. Ile ya Mokoena ya Moto walikuwa wanamhitaji. Na baadaye akaenda FAR Rabat. Unapozungumzia FAR Rabat ameshuka misimu hii, lakini timu ambayo ni timu kubwa. Pale kuna watu gani ambao wako pale? Alienda la Wydad Casablanca, sio FAR Rabat. Unaweza kuona pale wana nyota wa namna gani kwenye timu yao. Kwa hiyo ni kipaji ambacho kama anakuwa katika piki yake, yani uwezi kuiza mara mbili. Lakini mtu ambaye ameisaidia Yanga katika hard moment kwa hakika na uwezo alionao. Kwa hiyo nafikiri ndio anakuja kupishana na Okello. Na Okello alikuwa ana deals since msimu ulivyoisha. Alikuwa na ofa kama 3 au 4, lakini Yanga hawakuzitilia kipaumbele kwa sababu walikuwa hawajafikiria kutafuta mtu mwingine. Lakini baadaye sasa, baada ya kuona kwamba wana machaguo, leo hii uwezo ukao una namba 10 wawili, alafu wote ni wa kimataifa ambao unatakiwa ulipe gharama kubwa, wakati una option ya kuweza kumbakisha mmoja na una wazao ambao wana uwezo mzuri. Kuna kina Mwijage, Eric, umeweza kuona uwezo alionao, na wengine bado Pacome anaumwa lakini anaendelea vizuri. Pengine msimu unaokuja siku zinakimbia atarudi au dirisha dogo linalofuata. Kwa hiyo nafikiri ndio maamuzi yani ya kuswap deal kwamba anaingia huyu anatoke na asitoke bila kuwa na faida. Kwa hiyo kufanya tu Yanga wakaamua kuzidouble zile offer ambazo zilikuja kutoka kwenye offer ya $800,000, dola $800,000 ikaenda $900,000. Ndio tunapoongea ni $1,000,000, lakini wao target yao ni $1,150,000 ambayo walikuwa wanategemea, na Wydad amefika kwenye $100,000 na mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo inaweza ikapanda mpaka $200,000, $300,000 ambao ni mosi karibia bilioni 3. Sio fedha ndogo ambayo Yanga watakuwa waweza kuipata. Kwa hiyo ni biashara ambayo ina manufaa, na ni kijana wao anaweza kaenda tena na akarudi. Unafikiri ni kwa sababu gani viongozi wa Yanga kwenye swala la kutafuta namba 10 jicho lao limeishia kwa Stephen Aziz Ki na sio nyota wengine? Kwa sababu wanafahamu Aziz alikuwepo pale, lakini walimuondoa tena na kufanya maamuzi ya kumrudisha kwa mara nyingine. Aziz hakumuondoa. Unajua sasa unajua kuna unamhitaji mchezaji unamuondoa. Kuna wakati yani nguvu ya fedha inakuzidi, unaelewa? Yani leo hii just imagine Madrid wanamtaka mtu pengine yuko Spurs, si unaelewa? Yani wewe huwezi kumretain.
Unaona, ataondoka tu. Kumbuka wakati wanamtaka Liverpool, kijana wangu huyu alikuwa ni Newcastle, anaitwa nani huyo, ni namba 9 Isaac. Yuko Newcastle, Liverpool wanamtaka. Ikafika hatua yaani Newcastle mara kwanza likataa, ya pili likataa, ilishindikanika, aliondoka. Kwa sababu unajua nao wachezaji nao pia wana ndoto. Lakini pia nao pia ni maisha. Unaelewa sijui? Yaani kama inafika hatua mtu anakuja kumpa gharama, yaani mshahara mkubwa, na yeye ni career yake. Unajua mashabiki wakati mwingine wanawachukulia wachezaji ni kama familia, na kusahau kwamba wao nao pia ni kazi zao, ni za muda. Leo tunazungumza Pacome yuko nje kwa muda mrefu ya majeraha. Kwa hiyo kama ulikuwa hujachanga karatasi zako vizuri, pengine sasa ungekuwa unapata tabu. Kwa hiyo ikitokea opportunity, na mpira ni mchezo ambao haukai miaka mingi, maximum miaka 8 mpaka 10 katika career yako, katika ubora. Na ubora unaanza kwa miaka 5 tu. Sasa hiyo miaka 5 lazima uitumie vizuri. Kwa hiyo ikija deals, wafanye pia na klabu moja, biashara yake kubwa inayofanya ni kuuza wachezaji. Ndio biashara kubwa ya kwanza ya vilabu. Achana na hawa sponsors na nini, biashara kubwa ni kuuza wachezaji. Kama uliinua mtu $400,000 kutoka Vipers, sawa? Na yeye labda ukao umempa bado $200,000, zikawa $600,000. Leo unakwenda kumuuza within no time $1,000,000. So unaelewa? Kwa biashara ambayo inakuwa imelipa kwa wakati mfupi sana. Yeah. Na kwa hivyo Azizi aliondoka wakati Yanga bado wanamhitaji. There you are. Aliondoka Azizi, Mayele, kipindi kile Tuisila Kisinda, waliondoka kwa sababu walikuwa hata kipindi ameondoka Chama Simba kwenda Berkane, Mixon kwenda Ali. Yani kuna wakati nafika hatua huwezi kuzuia. Yani huwezi kuzuia. Kwa ofa ambayo walikuwa wameweka Wydad, hakuna ambaye angeweza kuzuia. Kwa upande wa mchezaji huwezi kuzuia. Kwa hiyo ilikuwa lazima waweze kuachia. Kwa kuna wakati, na ndio unaona kuta hizi timu za madaraja ya kati ni kama katika ligi yetu hivi. Kwa nini timu kama KMC, Mtibwa, nani haziwezi kumaintain? Kwa sababu msimu mmoja mkama na timu nzuri sana. Nzuri na Mungo, Dodoma Jiji. Timu imepiki. Msimu ukiisha, akija Azam anachukua, huwezi kumzuia. Simba anachukua, Yanga anachukua. Ona Mashujaa. Yanga wamechukua wachezaji ngapi pale? Karibia 4 au 3. Sasa angalia, wale wangebakia Mashujaa, maana yake msimu Mashujaa ilikuwa inaingia ikiwa na timu ya piki. Lakini haya Simba naye amechukua Mgunda. Si unaelewa? Kuna kuta kwamba ile first 11 yako watu karibia 6-7 wameenda Simba, Yanga, Azam. Kwa kila msimu unaanza upya. Kwa the same na timu zetu hizi na timu kubwa kama Ali, Mamelodi ndio vile vile. Wao wanakaa wana oversee. Wakiona mtu si yuko si wapi anafuta. Kwa sababu ana maso kubwa. Lakini pia hata wachezaji pia wanatamani kuchezea timu kubwa kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa kitu kama hicho. Hauoni kama kuna labda klabu itakuja jute baadaye kumuondoa Alan Okello kumleta Stefan Azizi kwa sababu Okello ni kijana mdogo ambaye anakuwa anapata experience, au naamini ni maamuzi sahihi ambayo Yanga kama ni kweli Azizi itakuwa ni deal done, watakuwa wamefanya maamuzi sahihi ama sio sahihi kwa upande wako? Kwanza utake rasmi, mimi siwezi nikaongea taarifa mbaya timu. Nimekuambia mesaini Yanga kwa sababu ninapozungumza taarifa ni za kweli kwamba kama ni kweli, maana yake itakuwa mimi nanichukulia kama hao wengine. Mimi nakwambia amesajili Yanga, tuendelee hivi. Yaani timu kubwa yoyote haina muda wa kusubiri. Leo unaona Simba wana issue ya Ibrahim Dumbia. Amecheza mechi ngapi? Za Sekafa na hii ni moja. Azifiki mechi 5. Zile za Sekafa uwezo kumlaumu, labda mechi ya official mechi hii hapa ya Simba na Yanga. Na mechi ambayo ukiangalia hakufanya makosa yoyote kwa sababu kazi yake ni kufunga. Lakini timu kubwa siku zote hazina muda wa kusubiri. Yale mambo kwamba njoo tukusubirie mpaka watu hawana, kwa sababu zina pressure kubwa sana. Yanga amekuja beki juzi tu, kacheza mchezo mmoja tu, amefika tu, katambulishwa siku moja. Siku ya pili yake ya 3 mechi ya Yanga Day sijui. Sawa? Ameingia hajatoa tena timu. Leo zinatoka habari Yanga wanamwacha beki wao. Ile Komala. Unaelewa sijui. Kwa hiyo ni watu ambao yani wanataka vitu viko ready made. Yaani kitu kifike kikamilike. Kama vile kujesha Lila ameingia amefunga hapo, endelea. Au si nani Albert ameingia kuja amefunga hivyo. Kwa hiyo watu ambao pressure ni kubwa ya hizi timu ambazo inakuwa inatokea. Lakini pia wakati mwingine ni malengo ya hizi klabu. Malengo yanakuwa ni makubwa ambao kuna soka angalia unakuta okay, kwa hiki ambacho anakitoa hapa. Kwa sababu Azizi unajua nani? Azizi amethibitisha katika wakati yuko Yanga katika mechi kubwa. Kumbuka mechi na Mamelodi ya robo finali alichokifanya mpaka akamhitaji. Okello Yanga amecheza. Kijana mdogo ndio. Lakini angalia mchango wake kwenye mechi ya Ali,
FAR Rabat na JS Kabylie, utagundua kuna kitu bado kinapungua na uwezo ukamlamu kwa sababu ni ya age yake. Sasa angekuwa mzawa ungesema okay, tuendelee kumvumilia. Huyu ni international player. Sawa, yale uwezo ukasema unakosa kombe la Afrika kwa sababu ulikuwa na watu ambao ulikuwa unawavumilia. Mimi binafsi ni miongoni mwa wachezaji ambao nawapenda kwenye kile ambacho nakifanya, akili yake ile ukuaji wake, lakini when it comes kwenye kukamilika lazima uchague experience. Kwa Yanga umechagua experience na mtu ambaye tayari amethibitisha. Yaani leo hii Azizi huwezi kumzungumzia maneno 5-6. Yaani ni tayari ameprove kwamba yeye ni nyota wa daraja gani. Kwa hivyo hauna mashaka naye hata kidogo, hata kidogo. Au na pengine ni machaguzi ya viongozi na sio coach. Ikiwa ndio hiyo, nimekuambia unapozungumzia katika ubora namba 10 wa 5 barani Afrika huwezi kumwacha kumzungumzia Azizi. Yaani namba 10 wa 5 barani Afrika kwa sasa hivi katika soka la Afrika huwezi kumwacha Azizi. Sasa ni hiyo ni daraja lingine. Umchukui kuja kumjaribu. Unamchukua kupa kitu. Yeah. Kwa hivyo sasa baada ya kutazama dabi na kuwaona baadhi ya wachezaji ambao walipata nafasi kwa asilimia kubwa, unaamini kikosi cha Yanga kinakwenda kufanya yale ambayo wametaraji kuyafanya kwa msimu ambao msimu huu ambao tayari umeshaanza? Kwenye nini sasa? Kwenye ligi hata kimataifa. Yaani kwenye ligi Yanga usiwazungumzie. Yaani ukaachana nao. Yaani kwenye ligi Yanga ni timu nyingine. Yaani uko timu nyingine. Yaani labda tuzungumzie kimataifa. Na ndio hata wao walivyosajili hawajasajili kwa ajili ya ligi. Ingekuwa ligi wale wakina Mwijage wao wanatosha. Wale very serious. Wakina Mwijage hao, wakina Sui nani yule, watu wasajili wale wanatosha vizuri kabisa. Wale wa Mashujaa wale. Wote wanatosha vizuri. Huyu kijana Chuga huyo. Hakuna haja tena. Wala haina haja. Lakini lengo lao ni huko. Yaani unakwenda kumchukua Shauri Lile uje kuwania ubingwa wa 33. Ubingwa ambao amechukua mara 5 mfululizo. Si unanielewa sijui? Na timu ambayo msimu uliopita ilikuwa iko unga lakini bado wakafanikiwa. Ninachozungumza. Kwa hiyo lengo lao ni target mchuano ya kimataifa, ndio kubwa ambao wanautafuta sasa hizi. Na ndio maana wametumia gharama kubwa. It's more than 17 billions. Kwa sababu waliofanya mpaka sasa hivi ambayo imetumika. Kwa hiyo lengo lao mimi ingekuwa kama wamepata muda mzuri wa maandalizi. Yaani inamaanisha kwenye pre-season. Hiyo ndio changamoto yangu na sio kwa Yanga tu, Simba, timu nyingine zote. Timu zetu zinapata shida na zinadhulumika kwenye muda. Ligi inachelewa sana kuisha, alafu inawahi kuanza. Kwa kikosi ambacho Yanga wanacho, ligi ingekuwa imewahi kumalizika, wakapata miezi miwili, wiki 8 za maandalizi. Ningekwambia Memo Yanga asipole anacheza finali ya Afrika. Yaani ingekuwa na guts ya kuambia kwamba Yanga anacheza finali ya Afrika. Lakini hamna muda. Kwa hiyo siwezi kugarantii kwa sababu timu sio tu kusajili. Timu na muda maandalizi. Ukiangalia Simba ina quality yake, ukiangalia Yanga ina quality yake, Azam, lakini uwezi kuona na uwezi kuona mtu yote kwa sababu hawajapata muda wa kukaa hata wiki 2. Yale wachezaji wote tunawazungumzia hawa hawajatrain wiki 2 na timu. Sasa mpira wapi duniani ushakoraga hivyo? Wote wasajiliwa hawajakaa wiki hizi. Sasa ni mpira wapi duniani ambao ushakuona wapi? Hiyo ni system za pekee yetu ndio tuna mambo hayo. Karibu tena.